Haleluya! Nafurahishwa sana na huyu mama kwenye kitabu cha Luka fungu la 2 na mstari wa 36. Ananitia moyo kabisa. Maandiko inasema nini? Palikuwa na nabii mke, jina lake alikuwa anaitwa Hana, na umri wake ulikuwa wa miaka mingi. Baada ya wanawali wake alikuwa ameishi na mume wake miaka 7 tu. Yaani baada ya kuolewa aliishi na bwanake miaka 7 peke yake. Na hiyo miaka nyingi ambayo tunaambiwa aliishi mjane. Tunaambiwa tukisoma hapo chini, mjane wa miaka, alikuwa ni mjane wa miaka 84. Lakini chenye kinanitia moyo kabisa katika maisha yake ni kwamba pamoja na kwamba alikuwa ni mjane, pamoja na kwamba alikuwa hajapata mwana, huyu mwanamke hakuweza kufikiria, hata hakuweza kutamani, hakuweza kuishi ile maisha wanadamu wanapendelea, ile ya kufikiria tu jambo moja, kwamba mimi ni mjane, mimi siwezi, mimi naonewa, sina mali, nimepokonywa na wakwe, sijui nimefukuzwa. Hayo yote hayakuwa ndani ya moyo wake, lakini yeye alikuwa amejitolea kabisa kukaa katika madhabahu ya Bwana. Maandiko yanasema nini? Huyu mwanamke alikuwa amejipeana katika madhabahu ya Bwana kuabudu, kumcha Mungu kwa kufunga na kuomba. Wakati aliposikia habari za Yesu, alijitokeza na kutangaza kimasomaso. Hata pamoja na kwamba alikuwa hana mtoto, aliwaambia wamama Mungu anapeana mwana. Hata alipokuwa hana mzee, aliambia wamama Mungu peana mzee. Hata pale alikuwa hana chochote, alikuwa anaambia watu Mungu anabariki. Sasa hii maisha yake yananitia moyo kabisa. Wanawake kama hawa tutawapata wapi siku hizi? Ambaye mtu atajitolea tu abudu Mungu, ambaye mtu atamwamini Mungu hata dakika ya mwisho, hata asubiri mpaka dakika ya mwisho.